Injili ya Bwana. Kwa kawaida tunapoona ishara ya moyo popote huwa inaashiria upendo, na kwa hivyo hata watu wakwenda nao na siku hizi ambazo ni za mambo ya social media, vitu vinavyoitwa emoji, wanapotumiana moyo, inamaanisha anakuwa mtu akuelekezea upendo ama akueleza juu ya upendo alionao. Leo katika kanisa tuna sherehe ya kipekee sana, sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Na jambo kubwa tunalolinena ni upendo, upendo wa kipekee, upendo wa ajabu wa Mungu wetu. Leo tunapaswa hata tuiite Valentine ya Mungu. Na ni Valentine ya Mungu tofauti na ile Valentine tarehe 14 mwezi wa pili. Ni Valentine ya jinsi Mungu anavyotupenda kwa upendo usio na kifani. Na mambo tunayoyaona kuhusu upendo wa Mungu ni kwamba upendo wa Mungu hauna masharti. Hatupendi kwa sababu ya jinsi tunavyostahili, hatupendi kwa sababu ya jinsi tulivyo wema, jinsi ambavyo labda tunapendeza sana, na tupenda bure. Kuna watu wanasema kupenda bure. Na kwa hivyo Mungu wetu atupenda upendo usio na masharti, unconditional love. Ndipo tumesikia hapa katika somo la kwanza, Mungu akawaambia wana wa Israeli, sikuwachagua kwa sababu ninyi ndio mlikuwa wengi zaidi kuliko watu wengine wote. Niliwachagua kwa sababu niliwapenda, kwa sababu niliamua kuwapenda ninyi. Kwa hivyo Mungu wetu hatupendi kwa masharti ama kwa mustahili wetu. Na tunakumbushwa Mungu atupenda hivyo kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye upendo. Kama tulivyosikia katika somo la pili, Mungu ndiye upendo. God can't help it but to love us. Sababu yeye mwenyewe ni upendo. Yeye ndiye upendo. Na kwa hivyo atupenda kwa sababu Mungu ni upendo. Tutaandikwa jinsi Mungu anavyotupenda, nasi tupendane sisi kwa sisi, naishi katika pendo la Mungu wetu. Na tutaona upendo huu kilele chake msalabani, pale Yesu alipotolewa upendo wake na ukatoka maji na damu. Neema ya Mungu hasa kupitia kwa sakramenti za kanisa zinaonekana katika upendo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alikuwa amesema, nani aliye mwenye upendo kama huu wa mtu kumtoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake? Yeye mwenyewe alijitoa kwa ajili yetu sote, pale ambapo hatukustahili, pale ambapo tulikuwa wenye dhambi na wenye kupotea. Mtakatifu Paul asemavyo mara nyingi kwamba Mungu alitupenda kabla tumpende, alitujua kabla tumjue, na ametuita tuwe watu wake. Ndilo hilo Yesu analotualika na kutukumbusha. Duniani tuna masumbufu mengi, tuambie njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha.
Dunia yatuonyesha kupenda mbinu. Dunia yatuonyesha kuhangaika. Dunia yatuonyesha kujitahidi zaidi na zaidi kujishughulikia wenyewe. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo akatuambia mpango na mjitwike nira yangu na nyepesi, na mjifunze kutoka kwangu, maana mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Kwa hivyo tunakuwa na wepesi huo wa kubeba nira zetu na kubeba mizigo zetu, tembeapo Bwana wetu Yesu Kristo atupendaye kwa upendo wake. Tuombelee leo Yesu Mungu anatualika kuwa wenye upendo, tukajifunze kutoka kwake. Maana anatuambia jifunzeni kutoka kwake. Na kama Mungu ni upendo, tujifunze kuishi upendo ndani mwetu, katika biashara zetu, kanisani, na hata mahala petu pa kazi, na katika ujirani wetu. Kusamehe, kuwajali wengine, kwa kuwatendea mema wale ambao labda wameweza kuwa wanadhulumiwa. Kwa hivyo leo, jinsi ya kipekee ya kuishi huu upendo, pengine siku hata mtu ambaye labda wajua asumbuka, labda hapo pwekwe na mapokee kwa muda mrefu, just say hello. Kama kuna mtu mjeweza kusamehe, jitahidi leo neema sherehe hii ya Mungu mtakatifu wa Yesu msamehe yeye ambaye hujaweza kumsamehe. Jitokee kumsaidia mtu ambaye wafahamu labda ako na shida, labda ni kidogo tu anachohitaji, msaidie jinsi ya kuishi moyo hasa upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo anatualika kujifunza kutoka